Isaac Jacob Kasonso, diwani wa kata ya Mwongozo. Tumekuja Manduti na msafara wa ulinzi na usalama wa wilaya, tukiwa na mkuu wa wilaya, kuja kufanya mkutano wa hadhara kwa niaba ya wanajamii na wananchi wote kwa ujumla. Ingawa tukio lilikuwa limetokea tarehe 11 mwezi wa 6 2025. Mtendaji wa kijiji alikuja kwenye shughuli zake za kawaida kwenye ofisi zake huku Manduti ndipo anapofanyia kazi, kwa sababu alikuwa anaishi Mwongozo Center, ila shughuli zake akiwa anafanyia Manduti. Katika kuwajibika na shughuli zake za kawaida za kulijenga taifa, wakati anarejea nyumbani alikutana na watu wasiojulikana, wakawa wamemjeruhi na kumuua, kumpotezea maisha. Hivyo tukio hilo limetokea katika kijiji cha Manduti na wananchi kuja kushuhudia tukio hilo na kuonekana kweli limetendeka. Kwa wananchi walishiriki, wakawa pamoja na msiba huo na kuchukua serikali na wananchi wote, wanajamii, na kutekeleza taratibu za kanuni na pia kuiachia serikali kuendelea kufanya taratibu zake za kiupelelezi na shughuli zingine za kiusalama. Nimekuja kuwaeleza kwamba sisi pia serikali tumesikitishwa sana na tendo lililofanywa. Sisi pia serikali tunataka kutengeneza mazingira kwa namna yoyote tendo kama hili lisije likajirudia tena. Sijui kwa nini tukiwatazama kwenye mkutano kama huu, wanakijiji wanaonekana ni waungwana sana, lakini ukipata taarifa ya matukio na matendo yanayofanyika hapa ni ya kikatili sana. Walichomfanyia Paul hakikubaliki, na tutahakikisha yafuatayo. La kwanza, mnafahamu serikali ambavyo tumekuwa tukijitahidi usiku na mchana kutatua kero zenu, tukijitahidi muda wa kazi na muda ambao sio wa kazi, siku za kazi wala sio siku za kazi, kuhakikisha tunatatua kero zenu. Mnafahamu serikali ambavyo imekuwa ikifanya kwa upendo katika kushirikiana na nyinyi katika kuhakikisha miradi yote mizuri, mikubwa na midogo, yote inatendeka ndani ya muda na kwa upendo wa hali ya juu. Ni vijiji vichache sana pia hata katika maeneo yetu hao unaweza kufika kukutana center ambayo iko mbali kiasi hiki, ina umeme, ina zahanati na kila kitu. Serikali imekuwa ikitatua migogoro. Wengine hamsemi tu, hamtoi taarifa huku, lakini kuna wakati tunatatua migogoro yenu siku za kazi, kuna wakati tunatatua migogoro yenu mpaka siku ambazo sio za kazi, na wakati huo huo kuna wakati migogoro yenu tunakuja kuitatulia ofisini, na wakati mwingine mnakuja mpaka nyumbani, tunakaa tunatatua migogoro yenu. Tumekuwa tukitumia nguvu nyingi sana kwenye kuhakikisha tunatatua migogoro, tunasimamia miradi, tunaondoa kero, ambalo nimekuja kulisema kwenu kwa uwazi, kwa kuwa tumesikitishwa sana na kilichotendeka. Katika nguvu ile ile ambayo tumekuwa tukitatua migogoro, tukitatua kero na tukisimamia miradi, na huenda tukaongeza nguvu kidogo, tutahakikisha jambo hili halijirudi hapa.
lakini katika nguvu ile ile tutahakikisha wote waliohusika na hili jambo wanapatikana na wanaingia kwenye mikono ya sheria. Na kwenye hili natambua leo nitatoa siri moja mbele yenu. Mara nyingi nimekuwa nikikaa nikiongea na OCD wangu kwamba anafanya kazi nzuri sana. Nimekuwa nikimpongeza tukikutana naye na wakati mwingine tukikutana naye kwenye vikao vyetu. Lakini leo pia natoa siri hapa kwamba tunaye OCD na OCCID bora sana. Na kwenye hili naamini watalinda kauli yangu ya mimi kuendelea kuwaamini kwenye hili. Hivyo tutahakikisha tunatafuta na kupata watu wote waliohusika na hili. Tutaendelea sasa kwa nguvu zote kulinda mipaka ya hifadhi, kwa sababu inaelekea hifadhi ndio inatuletea huu mgogoro. Yeyote anayejishughulisha na kilimo na ufugaji ndani ya hifadhi aache. Na kuna wengine majina yao tayari tunao. Haiwezekani watu 5 wafanye kijiji kizima leo kimekimbia. Haiwezekani watu 10 isababishe kijiji kizima kisiwe kina amani, kama alivyokuwa anasema mwenyekiti mstaafu. Haiwezekani. Tunawaelekeza TFS waongeze nguvu na watoe watu wote waliokuwa. Maelekezo yangu mengine ya ziada, mabalozi situpo. Mtendaji, hakikisha kila balozi ana daftari lake la wageni. Tuandike wageni wote wanakuwa wanaingia hapa, na mimi nitakuja kufanya na kukagua haya madaftari, tujue wanaoingia, kwa sababu sisi tunaweza tukawa wema, kumbe kuna watu wachache wanaingiaga na kutoka, wanakuja kutuharibia sisi hali ya hewa. Tuwajue nani ameingia, tuhakikishe kila siku kila balozi ameandika mgeni kwenye eneo lake ni nani, na kwenye hayo tuhakikishe madaftari yanakaguliwa. Na mimi pia nitakuwa nakuja mara moja kuja kukagua, kuona na kuhakikisha kwamba kweli tunaandika wageni wote ambao wamefika kwenye haya maeneo. Raia tajinisi tunawapenda sana. Muhakikishe pia na wao mnawapitia kuona, je, wametuletea watu wengine ambao ndugu zao kutoka maeneo mengine au wako wao tu ambao walikwisha pitishwa kwa mujibu wa sheria. Na kwenye hili chama pia muingilie na kufanya hiyo. Tuhakikishe kwamba wale ambao walipata karatasi sawa wakapata na ruksa ya kuweza kuhamia huku, hawatuletei watu ambao hawana uraia. Na ushawishi wangu mkubwa kabisa ambao nitaupeleka kwenye mamlaka, kwa yoyote ambaye tutamkuta ameleta huku raia ambaye hana karatasi, na yeye tutashawishi serikali ifute uraia, alafu wote wanajua pa kwenda. Kulikamilisha hili, kwa yoyote miongoni mwenu atakayeniletea taarifa za uhakika kwa majina, na mimi nitahakikisha yeye hafahamiki, aniletee bana kwa uhakika waliohusika ni 1, 2, 3, 4, 5.
wakati anatoka ofisini kwangu nitampa zawadi ya milioni 5, kwa sababu na yeye atakuwa ameturahisishia kazi kuhakikisha jambo hili halirudiwi tena. Si huwa mnajua kwamba huwa kuna uwezekano wa kijiji kufutwa? Si mnajua hilo? Sasa kama mnaua watendaji wa vijiji, ni moja kati ya qualification ya kufuta kijiji. Haiwezekani mchafue nchi, haiwezekani mchafue wilaya namna hii, haiwezekani mchafue mkoa namna hii. Ni nyinyi tu. Yaani ndani ya miaka mitatu matukio matatu. Haiwezekani. Siku nyingine nitakuja nitaongea kwa sura ya kipore, lakini leo nimekuja kwa kuwa nimefadhaika sana na jambo ambalo limetendeka hapa, na nimefadhaika sana kwa historia ambayo mnafanyia hawa watendaji. Eneo ya hifadhi mimi nashauri kuwepo na vituo, yaani kama polisi kunakuwa na kituo kikubwa, kituo kidogo. Sasa isio kwamba unashtukiza tu TFS hawa hapa wamefika, lakini angalau wawe na kituo chao hapa, yaani kama ni kambi hata ya askari 7, 8, 10 hizo. Lakini pia kuwepo na kituo, hii kata ni kubwa lakini iko mpakani, tunapakana na wilaya ya Uyui, lakini hakuna kituo cha polisi. Kituo cha polisi ni mpaka, yani ni kilomita nyingi mpaka unafika Uliankuru, unapita almost kata 3, 4. Kwa hiyo wakituwekea kituo cha polisi pia itatupa comfortability ya kufanya kazi. Kiukweli watumishi hawako comfortable kabisa, wana wasiwasi mwingi sana. Waangalie namna ambavyo wanaweza kutusaidia kwa kuongea na sisi physically, mfano kwa wilaya au mkurugenzi mwenyewe au katibu tawala, wakaja kuongea na watumishi. Yaani simu unazopokea ni nyingi, mtendaji hapana. Yaani hata wananchi kiujumla na wao hawako comfortable. Mfano nilikuwa nachukua namwambia watu twende huko, hata viongozi wa chama tunaona wajaja wote wamekataa, wanasema nyinyi nendeni, tumewatoa sadaka nyinyi. Kwa kila mtu ana hofu kwa maeneo ya ilivyo hapo Mtoni. Wewe mwenyewe utakuwa umejionea poli ni kubwa, kijiji kimezungukwa na poli, kwa sio rahisi sana kujihisi uko salama.